na Fountain Gate, uko satisfied na matokeo lakini pia na kiwango cha timu yako kwa ujumla? Of course nimependa tulivyocheza, isipokuwa kuna vitu vidogo vya kurekebisha, hasa kwenye fitness level inatakiwa ongezwe. Eneo la au mwalimu wa idara ya fitness ya viungo kuna kitu anatakiwa kufanya kuongeza hii timu iweze kupata utimamu wa hali ya juu na kuweza kusustain mechi ngumu zenye intense. Lakini kingine namna ambavyo tunaweza kushambulia lango kwa ukatili na kuweza kupata magoli mengi. Jana tulikuwa na possibility ya kufunga magoli mengi, lakini mwisho wa siku tukabaki na magoli 3. Mimi binafsi nikiangalia timu yangu ya jana imecheza vizuri, isipokuwa kuna maeneo 3 ya kujifunza. Eneo la kwanza ni eneo la defensive lineup. Defensive zone ya klabu ya Simba inaonekana kuwa bora, ukizingatia hii ni mechi ya pili mara baada ya kutoka Gaborone kule Botswana dhidi ya Gaborone kule CAF Champions League, hajaruhusu goli. Then akuja Benjamin William Mkapa, mechi yake ya kwanza dhidi ya Fountain Gate, pia hajaruhusu goli. Maana yake nyavu za goli kutikiswa. Maana yake nakupa picha ulinzi au eneo la ulinzi la kwenye klabu ya Simba ni bora sana, kuanzia kwa Shomari Kapombe, lakini alikuwa anacheza bwana mdogo Nabi Kamara kama fullback namba 3 ya kushoto, lakini kule center back pacha ya Tushin Delok ninamuita Van Dijk au namuita Rio Ferdinand, kwa ubora ambao wanao na namna ambavyo amecheza kwa kiwango kubwa sana. Mchezaji ambaye ni control temper, mchezaji ambaye anacheza kwa utulivu wa hali ya juu sana, zaidi ya maji mtungini. Akipea na Shamu Karabo Inspector, namna ambavyo amekuwa bora kwa eneo la center back. Wachezaji hawa wawili wameweza kuwa ni bora, na muendelezo huo umekuwa ni muendelezo wa kila baada ya mechi, so majikuja. Ukimwangalia Rushin Delok anavyocheza ni kama alivyokuwa anacheza Rio Ferdinand miaka hiyo chini ya Ferguson. Yani Rio kabisa. Yes, chini ya Ferguson pamoja na Manchester United kwa pamoja. Ukiangalia anawini mipira ya juu vizuri, manake zile aerial balls, interception anafanya, Bob Brooks anafanya, anapandisha mashambulizi, anaanzisha mashambulizi. Ni mchezaji ambaye anaziba, anakaba kwa miguu kwa kila kitu. Ni mchezaji ambaye akabii macho, tofauti na beki wengine ambao anaona anapitwa tu anakabia macho, matokeo yake tunafungwa. Tushindilo kwa mara ya kwanza amekuwa ndo defender wa kwanza wa katikati kwenye NBC Premier League kufunga goli msimu huu. Hiyo ni record ametengeneza. Na amekuwa defender wa kwanza wa katikati kufunga goli la kichwa msimu huu. Ameweka rekodi ya pili. Kwa hiyo niseme tu tuzo ya beki bora wa mwaka tayari tushaitoa. Si mapema. Bwana wewe bwana, tafadhali bwana. Kuna nani kaja Delok hakuna kumfikia. Tayari kuna kina Dickson Job ambao wana uwezo mkubwa huo. Huyu ameshaprove tayari. Hajafunga. Amefunga nasema Dickson Job hawajafunga, lakini hajafunga. Kwani kigezo cha kupewa tuzo ya beki bora, vigezo vipi vinatumika na kipi ambacho kinakufanya wewe uwe beki bora wa msimu? Beki bora kwanza, namna gani ambavyo umelifanya kuwa lango lako salama. Maana yake hata clean sheet huwa zinambeba beki bora. Kama timu yako ikiwa na clean sheet nyingi kuliko timu nyingine yote, maana yake eneo la ulinzi la kwako ambalo wewe ndio kiongozi lilikuwa bora. Hiyo moja. Lakini pili, namna gani umekuwa contributor, umekuwa msaada au mhusika moja kwa moja kwa timu yako kupata matokeo. Kuna wabeki wanakuwa na assist mpaka 7, unaelewa? Hicho ni kigezo cha pili. Kigezo cha tatu, discipline code ya mchezaji mwenyewe, nidhamu ya uwanjani ya mchezaji, fair play yake, kigezo cha tatu. Kigezo cha 4 ni performance individual ya mchezaji mwenyewe, namna ambavyo ameisaidia timu yake kupata matokeo kila mechi. Hizo ndio parameters ambazo zina-identify beki bora wa msimu, na mimi naziona zote hizo anazo Rushin Delok. Ndio maana nasema TFF ya Wallace Karia baba yangu wasipoteze muda, wasumize kichwa, ile tuzo mchezaji bora akabidhiwe tu huyu Rushin Delok. Mchezaji au beki bora? Beki bora akabidhiwe Rushin Delok kwa uwezo ambao ameonyesha. Unajua ukimtizama Rushin Delok, kwa mtu ambaye hamjui Rushin Delok hajawahi kuona mara ya kwanza, anaweza kafikiri kiungo mkabaji, anaweza kafikiri midfielder, attacking midfielder. Kumbe ni beki. Anaweza kupiga pass, ni good passer, pasi za mbele, pasi za nyuma. Anaweza kunusa hatari yoyote inapotaka kutokea na akaidhibiti kwa miguu yake. Huyo ndio Rushin Delok, sifa moja hapo. Fikiria atoka kwenye eneo la center back la ulinzi, anakwenda mbele kupiga mpira wa kona, free header. Washambuliaji wako pale. Jonathan Soa is there, Ahua is there. Lakini yeye anakwenda kupiga goli alafu anarudi kukaba kwa eneo lake bila madhara. Kwa maana yake ni mchezaji ambaye kwa daraja kubwa. Kasi yake hiyo Uingereza anacheza. Hebu jiulize kati ya Harry Maguire na Rushin Delok, wewe unamchukua nani? Ngoja unajua kuna vitu. Yaani una Harry Maguire. Ngoja bwana. Yaani
una Harry Maguire, alafu una Rushin De Lok. Wewe unamchukua nani? Nani unamuuliza? Mimi nakuuliza wewe Friji Bovu Pasco kwa sababu una Harry Maguire. Bwana, mheshimu Harry Maguire. Alafu unakwenda kwenye UEFA Champions League finali dhidi ya Man City au dhidi ya Liverpool ya Moto au dhidi ya Arsenal ya Martinelli. Unaelewa? Tafadhali bwana. Mimi nakwenda na Rushin De Lok. Kwanza utulivu. You have to put some respect to Harry Maguire. Nakwambia Harry Maguire. My brother, you have to put some respect. Nakwambiaje, mimi na respect Maguire, lakini kwa Rushin De Lok atakaa benchi sana. Atashika viatu mno pale benchi bila kuvaa. Kwa huyu jamaa, huyu ni hatari, ni mchezaji wa daraja kubwa sana Rushin De Lok. Ninyi muangalie kwenye engo. Lakini amekosa nafasi ya kucheza Masandawana, Mamelodi Sundowns. Then wewe unamrank mchezaji kwa level hiyo kwamba anapaswa kumweka bench Harry Maguire. Yaani unajua una disrespect kabisa mpira wewe. Friji Bovu ni kwamba wakati mwingine mchezaji kukosa nafasi kwenye kikosi ni mapenzi ya mwalimu, sio uwezo wake. Jana tumemwona Abraham Morrissey, a new star, a new king star, a new lion, a new Lionel Messi uwanjani pale. Amepewa nafasi, ameaminiwa, ameonyesha uwezo. Gifted, talented player, is a little baller. Nani ambaye hajafurahia kiwango alichokionyesha Abraham Morrissey jana? Kwa hiyo Fadu Davies alikuwa na wanyima raha. Yes, kama asingepewa nafasi ya kuonyesha uwezo wake, hakuna ambaye amemuona. Kwa hata Rushin De Lok huko alikotoka Masandawana na Mamelodi Sundowns hajapewa nafasi na kocha, lakini haimaanishi kwamba hana uwezo. Kuna wachezaji wengi wakubwa wana uwezo mkubwa, lakini kocha hawapi nini nafasi. Kwa mfano, sisi tusingejua kama Friji Bovu au David Pasco ni mtangazaji bora nchini, lakini alipopewa nafasi ya kuonesha uwezo wake ndio jamii kajua kumbe huyu mwamba ni hatari. Understand? Yes, kwa hata Abraham Morrissey jana tumemsifia na kumpigia makofi uwanja mzima, ni kwa sababu amepewa nafasi, kaaminiwa, kaaminika, kaaminisha watu, kaonesha uwezo wake na kila mmoja anamuimba. Unaelewa? Sure. Maana angeendelea kukaa benchi bila kupewa nafasi, asingeonyesha talent ambayo anayo. The same to Rushin De Lok. Ndio maana nakwambia mimi ukiniwekea Harry Maguire na Rushin De Lok, namchagua Rushin De Lok, tutakuwa naye kwenye mechi kubwa kwa sababu kwanza ni mtulivu. Yaani hebu tupe vitu ambavyo anavyo Rushin De Lok. Kwanza utulivu, sifa yake kubwa sana ni utulivu. Unaelewa? Lakini pili, ana umakini wa hali ya juu anapotaka kuliendea jambo. Mpira unaokuja na mpira ambao uko mguuni mwake. Tatu, ana maamuzi sahihi kwa wakati sahihi, kwenye eneo sahihi. Apige back pass haina madhara kwa golikipa wake, au apige mpira mrefu ambao hauna madhara kwenye eneo ambalo anahudumu kama mlinzi. Unaelewa vizuri? Nakuelewa. Ni good passer, ni mpigaji mzuri, accuracy. Sikumbuki ni lini ambako amewahi kupoteza nafasi. Tulikuwa na Shemaloni Fondo. Kila mechi anapiga pasi mkaa. Tunafungwa. Lakini toka ametua huyu mwamba, sijawahi kuona lini kuna pasi kapiga imekosewa. Ni mpigaji pasi mzuri. Tatu, ni mtu ambaye ananusa hatari wakati hatari haijatokea. Yaani risk take. Yes, anakwenda kuidhibiti. Hiyo ni 5. 6, ni mzuri kwenye mipira ya juu, kwenye kuruka. Mabeki wengi huwa waruki wanategea. Kwa hiyo utana mafuadi warefu wanafungwa. Huyu ni mwamba, ni mzuri. Kwa Fadu ana jicho la kuona mchezaji. Vibaya mno. Lakini 7, ni mzuri kwenye tako ambayo haisababishi madhara. Tuliona kwenye mechi ya Derby alipiga tako kwenye box na akachukua mpira wangu. Clean tackle. Yes! Huyu hizi ndio sifa za Rushin De Lok, mchezaji ambaye sisi tunamuimba asubuhi, mchana, jioni. Sasa acheze na nani? Maana pale Simba kana yeye ndio bora kuliko wote. Mimi namuona akipea na yule Shamuka Labo, inspector. Au huyu mdogo ampe nafasi. Hapana. Nangu. Nangu. Ni mzuri Nangu, lakini ni mzuri, sijakataa. Ni mchezaji mzuri, hata jana ameonyesha uwezo wake na ndio endelee kumpa nafasi, lakini naiona kwenye zile mechi intense Inspector Shamuka Labo akipea na Rushin De Lok. Hawacheki na wote. Angalia mechi ya kule Gaborone kwenye CAF Champions League. Sure. Namna ambavyo walikuwa wale jamaa hatari. Unajua kuna wakati walibadilika tu wanarudisha goli ni. Lakini wale jamaa Shamuka Labo pamoja na Rushin De Lok walisimama imara wakiwa na weledi, technical ability hali ya juu. Tukamaliza mechi tukiwa hatujaruhusu goli. Maana yake ni watu wa kupongezwa. Sawa, sasa tuje kwenye mchezo wa jana. Kiwango cha Simba kipindi cha kwanza hakikuridhisha. Katika eneo la kiungo mipira ilikuwa haifiki vizuri mbele, mpaka watu wakaanza kumchukulia poa the Black Lion Jonathan Soa kwamba sasa vipi mbona anarukaruka tu pale mbele. Baadaye mabadiliko yakafanyika, tukaona Alassane Maodo Kante akaingia ndani na Morris Abraham, tukaanza kuona mipira ikifika vizuri.
Nadhani Simba wanapaswa kuboresha nini kwenye kikosi chao ili Jonathan Soa the Black Lion afunge bao